Kama wana ODM tunahuzunika sana na mambo ambayo yanafanyika kwa nchi yetu jirani hapa. Yani inatupa kumbukumbu ya mwaka wa 2007. Sijui kama mimi unasikia kama mimi vile nasikia. Mambo ambayo tunayaona kule Tanzania ni ya kuvunja moyo sana. Mheshimiwa party leader, baba alikuwa na marafiki kule Tanzania. Ndugu zetu wa chama cha Chadema walikuwa marafiki wake wa karibu. Wakati ambapo tunaenda kumpumzisha baba, vice chair wa chama cha Chadema, Mheshimiwa John Heche, alikuwa aje Bondo kwa ajili ya kumsindikisha rafiki yake wa muda mrefu. Wale serikali ya Tanzania ilimzuia ndugu yetu John Heche, hakuweza kufika ndani ya Kenya ili kuweza kumuenzi rafiki yake. Na alichukuliwa hapo hapo, passport yake ikachukuliwa, mpaka kufikia sasa hatujui aliko John Heche. Alishikwa kwa sababu yetu sisi wana ODM, kwa ajili alikuwa anakuja mazishi. Familia yake tunazungumza na wao, wananiambia kwamba John Heche yuko hali mbaya, ni mgonjwa, hajala kwa siku kadhaa, lakini serikali ya dhulma ambayo iko pale imekataa kumwachilia wala kumpeleka kotini jinsi ambavyo sheria zinahitaji. Sisi wana ODM tumesikizana kwamba kesho tutatoa taarifa rasmi kuhusu matukio haya yote, lakini nikiwa hapa nikemee matukio haya kwa sababu si matukio ambayo wana demokrasia kama sisi tunaweza kukubali yafanyike katika area hii yetu ya kanda ya Afrika Mashariki. Na nataka niwaonye nyinyi watu. Unajua mnaweza fikiria Tanzania ni mbali sana. Ugonjwa wa corona ulitufunza. Ugonjwa wa corona ulitufunza. Wewe kama binadamu lazima ujue ni nini kinaendelea katika masoko ya kule China ya kuuza kuku na bata. Kwa sababu usipoangalia nini inaendelea kule, ugonjwa utapoanzia mahali inaitwa Sichuan. Hata sisi hatujui hata Sichuan ni wapi. Ilifika hapa ama haikufika? Ilifika, haikufika. Mnapoangalia huu ugonjwa wa kukandamiza wanademokrasia katika kanda yetu ya Afrika Mashariki, ni jukumu letu kusema hapana, kwa sababu ugonjwa huo kuvuka boda pale ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Kwa hivyo tutatoa taarifa rasmi kesho, Mheshimiwa Governor na wengine vile tumesikizana, alafu tuweze kuweka wazi mawazo yetu kuhusu matukio yote ambayo yamefanyika pale kama wanademokrasia. Wanademokrasia wote katika dunia lazima tusimame wakati demokrasia inakandamizwa. Hapo ni sauti ya seneta Nairobi ambaye anajulikana kama Edwin Sifuna, ambaye bana ametoa mtazamo wake kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika Tanzania. Sasa umetoka kumsikiliza kabisa, amemtaja hayati Raila Amolo Odinga kwamba alikuwa ni mmoja kati ya viongozi wa Kenya ambao alikuwa na marafiki wengi sana kutoka Tanzania, na marafiki wake wengi walikuwa ni viongozi kutoka kwenye chama cha demokrasia na maendeleo. Nazungumzia Chadema ambacho ndio chama pia pinzani, kizingatia kwamba Raila Odinga na mwenyewe pia amekuwa mpinzani kwa muda mrefu sana toka alikuwa waziri mkuu. Lakini kuanzia hapo bana, chama chake kimekuwa ndio chama ambacho kimekuwa kikiongoza upinzani toka kipindi hiko mpaka kufariki kwake. Sasa hii ni kauli clip ambayo alikuwa ameiweka John Heche kupitia Instagram ya kwake, lakini pia akasindikiza pale chini na caption ambayo alisema kwamba asante sana kwa wote wanaopaza sauti wakati wa uonevu. Watanzania msinyamazie uovu. Huyo Msigwa yeye azungumzie SGR, sisi tutazungumza maisha ya watu. Kwetu sisi maisha ya mtu mmoja ni muhimu kuliko SGR nchi nzima. Wazungu walijenga SGR kipindi hicho, lakini wazee wetu waliwafukuza kwa sababu uhuru wa mtu hauwezi kulinganisha na kitu chochote. Msigwa kama anajiamini afanya interview na vyombo anavyotuhumu ili ajibu maswali yote, sio unasema CNN unajibu kupitia Mtaani TV online. Msigwa hamtaweza kumfunika haya mauaji na ukatili wenu mpaka mtakapo kuwajibishwa na familia za wahanga kupata haki. Sasa hapa anasema kwamba kama Msigwa kweli anajiamini kwamba anachokizungumza ni kitu ambacho kina haki, usawa na ukweli ndani yake, aenda akafanya interview ama mahojiano na vituo vikubwa kama BBC, CNN, Al Jazeera, wamuulize ya maswali alafu anyooke kwenye majibu yake. Sasa hapa pia amemkejeli kwa kusema kwamba unatuhumiwa na CNN lakini majibu yako unakuja kuyatoa kupitia Mtaani online TV. Yaani alijaribu kusema kwamba anakuja kuchukua media ambazo zipo local media ambazo anaziendesha yeye, alafu na online media ambazo anaweza kuzicontrol na kuziambia nini ziandike, nini zitangaze na vitu kama hivyo. Nipe maoni yako kwenye uwanja ya comment.